Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo madarakani. Makala hii ni maalum kwa ajili ya kutangaza masuala mbalimbali ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, ikiwemo miradi ya maendeleo. Yaliyomo ndani ya makala hii ni kumhusu Mheshimiwa Waziri, sera ya mambo ya nje, maswali yanayoulizwa mara kwa mara, mambo ya EAC, uhalishaji wa nyaraka, mfumo wa usimamizi wa kigeni, ushiriki wa diaspora na fursa na utambuzi wa kidiplomasia, vibali na pasi. Kumhusu Mheshimiwa Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, tangu aingie madarakani Jumapili Julai tarehe 21 ya mwaka 2024, Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki, Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo amekuwa akijipambanua kama kiongozi anayeongoza kwa kutumia nguzo ambazo zinalenga katika kuliunganisha taifa la Tanzania katika nyanja zote, zikiwemo za kisiasa, kijamii, kiuchumi na hata kiutamaduni, katika kulifanya taifa kuwa moja lenye kufurahiwa na kila Mtanzania. Mheshimiwa Mahmoud amekuwa akitumia maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Mwenye macho aambiwe tazama. Kila Mtanzania amejionea mwenyewe namna Mheshimiwa Waziri anavyoendelea kufanya maridhiano katika nyanja ya mambo ya nje, ambapo kwa nyakati tofauti amekutana na viongozi kufanya nao mazungumzo yenye lengo la kujenga na kuleta maridhiano na umoja wa mshikamano duniani. Kwa kuwa mhamasishaji madhubuti wa uchumi wa Afrika na maslahi mengine ya kitaifa nje ya nchi, kwa kufanya diplomasia yenye ufanisi ambayo itazalisha shughuli za kiuchumi na kuwezesha mageuzi ya haraka na maendeleo endelevu ya Waafrika. Sera ya mambo ya nje. Wizara ya 14 ya serikali ya Tanzania inayoongozwa na kiongozi shupavu Waziri Mahmoud Thabit Kombo inatekeleza kwa vitendo ndoto ya baba taifa hayati Julius Kambarage Nyerere ya usawa wa rangi, kujitegemea kwa pamoja, ulimwengu katika amani, kwa mujibu wa tamko la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu majukumu ya mawaziri, hati idhini kupitia tangazo la serikali namba 619 la tarehe 30 mwezi Agosti mwaka 2023. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki imepewa jukumu la kulinda, kukuza na kuendeleza maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uhusiano wake na nchi nyingine na jamii ya kimataifa. Sera ya mambo ya nje inajielekeza katika maeneo 10 ambayo ni diplomasia ya uchumi, kukuza amani, usalama na utulivu wa kisiasa, kuratibu usimamizi wa mikataba na itifaki za kimataifa, ushiriki wenye tija katika ushirikiano wa uwili kikanda na kimataifa, matumizi ya Kiswahili kama nyenzo ya diplomasia, kutafuta rasilimali za kimataifa kwa maendeleo ya taifa, ushiriki na ushirikishwaji wa diaspora kwa maendeleo ya taifa, kutumia kikamilifu fursa zinazotokana na uchumi wa buluu, kulinda na kutetea haki za binadamu na utawala bora kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, kuzingatia mila, desturi na tamaduni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa jinsia na fursa kwa vijana. Katika kipindi cha mwaka mmoja, Waziri Mahmoud, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipata mafanikio makubwa katika utekelezaji wa sera hii kwa kuimarisha uhusiano wa uwili, kuongeza kasi ya ushirikiano wa kikanda na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Mafanikio haya yalichangiwa na kuimarika kwa uhusiano wa kibiashara na uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje ya nchi katika sekta mbalimbali. Kwa ujumla wake, hayo yalichangia kuboresha ustawi wa jamii, maendeleo ya watu, uzalishaji mali na kuondoa umaskini. Vile vile, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshiriki kikamilifu katika taasisi za kikanda na kimataifa. Hii inadhihirishwa na kuongezeka ushiriki wa Tanzania katika kulinda amani na usalama Afrika na nchi mbalimbali duniani.
yanayoulizwa mara kwa mara. Katika kipindi cha mwaka mmoja uwaziri wa Waziri Mahmoud Thabit Kombo, kumekuwa na mabadiliko makubwa chanya kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki katika kuhakikisha Tanzania wanapata taarifa sahihi na kwa wakati kuhusu utekelezaji wa serikali yao na pia katika usimamizi wa sekta yake kwa ujumla. Wizara imehakikisha uhuru wa maswali unaimarishwa na kulindwa kwa kuzingatia maadili katika kukuza na kupanua wigo wa upatikanaji wa habari. Mafanikio mengine ya wizara katika kipindi cha mwaka mmoja ya uongozi wa Waziri Mahmoud ni pamoja na kuongeza uwezo wa wizara katika kutoa taarifa za utekelezaji wa sera, ambapo kwa sasa idara imeanzisha masuala moja kwa moja kutoka kwa wananchi na kuwatolea majibu hapo hapo. Katika kuimarisha na kukuza wizara hii imefanikiwa kufanya marekebisho, na haya ni baadhi ya maswali yanayoulizwa mara kwa mara. Nifanye nini Mtanzania anapofariki nje ya nchi? Nani anataka kurudisha mwili Tanzania? Nani anastahili uraia wa Tanzania? Haki za wanandoa kwa uraia wa Tanzania ni zipi? Mambo ya EAC. Katika kipindi cha mwaka mmoja cha Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, hali ya utatu wa COMESA, SADC, EAC, ushirikiano umekuwa nchini kufuatia jitihada mbalimbali za makusudi alizochukua kwa lengo la kuleta maridhiano, amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa. Dhamira hiyo ya Mheshimiwa Mahmoud ilionekana wazi Agosti tarehe 18 mwaka 2024 alipozungumza kwa mara ya kwanza kuhusu kuteuliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mwenyekiti wa asasi za siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC Organitreka Harare nchini Zimbabwe. Hapa tutagusia ushirikiano wa utatu wa COMESA, EAC, SADC katika kushughulikia suala la mwingiliano wa wanachama kwenye jumuiya zaidi ya moja. Tanzania inaunga mkono juhudi za kuunganisha programu za mtangamano wa jumuiya za kikanda, ushirikiano wa kiuchumi kwa ajili ya watu wa ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika ambao unajumuisha jumuiya za COMESA, EAC, SADC utatu wenye nchi wanachama 26. Katika utaratibu huu Tanzania inanufaika na programu za mtangamano wa soko, maendeleo ya miundombinu na maendeleo ya viwanda. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kuanza kufanya kazi kwa vituo vya kutoa huduma kwa pamoja mipakani OSBPS na kuwezesha uingiaji na utokaji huru wa watu, usafirishaji wa bidhaa na kuwezesha biashara ya huduma. Programu hizi zinachangia katika kufanikisha mafanikio mapana ya Umoja wa Afrika ambayo ni kuongeza kasi ya mtangamano wa kiuchumi ndani ya bara la Afrika na kufikia maendeleo endelevu ya kiuchumi. Aidha, jitihada hizi zinalenga kupunguza umaskini na kuboresha kiwango cha maisha ya wananchi. Ushiriki wa diaspora na fursa. Waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo ametimiza mwaka mmoja ya kuongoza wizara akiwa na mafanikio makubwa katika diplomasia ya uchumi. Hatua hiyo inawezesha kufunguliwa kwa milango ya taasisi kubwa ikiwemo diaspora ni washirika muhimu katika maendeleo ya taifa. Ndio maana serikali imeongeza jitihada kuwawezesha kuchangia kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa. Tanzania ina jumuiya ya diaspora muhimu katika nchi mbalimbali duniani. Hii imefanya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka utaratibu na mifumo ya usimamizi wa masuala ya diaspora, ambapo Wizara yenye dhamana ya mambo ya nje imekamisiwa jukumu hilo. Kwa Zanzibar, suala la diaspora lipo chini ya ofisi ya Rais. Serikali inatambua kuwa jumuiya ya diaspora ambazo zimesajiliwa katika nchi wanazoishi ni sehemu ya wadau muhimu wa serikali katika uhusiano wa kimataifa. Pamoja na kuwa na manufaa ya diaspora katika maendeleo ya taifa, imebainishwa bado fursa hiyo haijatumiwa ipasavyo. Hii inatokana na kutokuwepo kwa utaratibu mahsusi wa kuwezesha ushirika wa diaspora na kukosekana kwa taarifa za takwimu sahihi zitakazosaidia serikali kutambua mchango wa diaspora kwenye maendeleo ya taifa. Aidha, kuna upungufu wa mwongozo wa sera na sheria wa ushirikishaji diaspora, ambapo sheria wa kushirikisha diaspora ambao ni raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania kuchangia maendeleo ya taifa lao la asili ya Tanzania katika kuunga mkono ajenda maendeleo ya taifa na kwa kuzingatia asili yao. Hili litawezekana kwa kuweka mazingira wezeshi ya kisera na kisheria na upatikanaji wa takwimu na taarifa sahihi za mchango wa diaspora. Kwa lengo la kuimarisha ushiriki wa diaspora katika maendeleo ya taifa, serikali itawajibika kuwezesha mahitaji ya diaspora, ikiwa ni pamoja na kutoa hadhi maalumu kwa raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania, kuweka utaratibu rasmi wa ushirikishwaji wa diaspora
diaspora katika ajenda ya maendeleo ya taifa, kuhakikisha Watanzania wananufaika na fursa za soko la ajira la kimataifa na kuhakikisha upatikanaji wa takwimu bora za diaspora. Mfumo wa usimamizi wa kigeni, yani FMS. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata mafanikio makubwa mbalimbali kupitia ushirikiano wa kimataifa, yakijumuisha ushiriki katika misheni za kulinda amani chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa, ikiwemo Lebanon, RBA, Sudan, Darfur, Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mafanikio mengine ni kutangazwa kwa tarehe 7 Julai kila mwaka kuwa ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani, kuendeleza maslahi ya taifa katika majadiliano ya kimataifa kupitia kundi la nchi 77 na China. Kadhalika, Tanzania imeshiriki katika kuchagiza kuanzishwa kwa muundo wa mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa, ambapo mashirika 23 ya Umoja wa Mataifa yanashiriki katika utekelezaji wa vipaumbele vya maendeleo ya taifa chini ya mpango mmoja wa Umoja wa Mataifa. Sambamba na hayo, Tanzania ilipata nafasi mbalimbali za ujumbe katika mashirika na vyombo vya maamuzi kimataifa, ikijumuisha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa mwaka 2005 mpaka mwaka 2006, bodi tendaji ya UNDP au UNFPA au UNOPS mwaka 2016, kamati ya program na uratibu mwaka 2013, 2015, 2016, 2018, Baraza la Uchumi na Masuala ya Kijamii Umoja wa Mataifa mwaka 2004 mpaka mwaka 2016, kuwa mratibu katika kamati ya utawala wa bajeti ya mataifa mwaka 2012 mpaka mwaka 2013. Vilevile Tanzania ilikuwa mwenyeji wa mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda, yani ICTR, mjini Arusha kuanzia mwaka 1995 hadi ilipofungwa mwezi Disemba mwaka 2015. Kadhalika, Tanzania inaendelea kuwa mwenyeji wa taasisi muhimu za kimataifa na kikanda zikiwemo International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Umoja wa Posta Afrika, Bodi ya Kuzuia Rushwa ya Umoja wa Afrika na Taasisi ya Afrika ya Sheria za Kimataifa. Mfumo wa utambuzi wa kidiplomasia. Waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, ametimiza mwaka mmoja kuongoza wizara akiwa na mafanikio makubwa ya katika diplomasia ya uchumi. Hatua hiyo imewezesha kufunguliwa kwa milango ya taasisi kubwa za kifedha duniani, Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, Benki ya Maendeleo ya Afrika, benki nyingine pamoja na nchi mbalimbali ambazo ni washirika wa maendeleo, kumimina misaada na mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Nchi imefunguka kimataifa kupitia utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilifanikiwa kudumisha masoko mbalimbali ya jadi ya mauzo ya bidhaa na huduma, ikiwemo Umoja wa Ulaya na Marekani kupitia mpango wa bidhaa zote isipokuwa silaha EBA na mpango wa ukuaji wa Afrika na fursa AGOA mtawalia. Aidha, Tanzania imepata masoko mapya ya bidhaa zake ndani ya Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Hatua hizo zimeongeza thamani ya mauzo ya nje kutoka dola za Marekani milioni 1,766.7 mwaka 2011 hadi kufikia dola za Marekani milioni 11,601.4 mwaka 2022. Kadhalika, uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje uliongezeka kutoka dola za Marekani milioni 549.3 mwaka 2001 hadi kufikia dola za Marekani milioni 1,111.5 mwaka 2022. Hali kadhalika, ajira zilizotokana na uwekezaji huo ziliongezeka kutoka 98,889, ufadhili wa masomo, uhaulishaji wa teknolojia na fursa za kubadilishana ujuzi na uzoefu wa kitaaluma kupitia ushirikiano wa uwili kikanda na kimataifa, vibali, pasi na uhalishaji wa nyaraka. Kufuatia serikali kutia saini mikataba 4 na kampuni za uwekezaji katika shughuli za uchimbaji mkubwa na wakati wa madini yenye jumla ya thamani ya uwekezaji wa dola za Marekani milioni 735.79 mwaka 2021. Mwaka 2022 serikali imetoa leseni ya uchimbaji mkubwa wa madini ya kinywe kwa makampuni ya Faro Graphite Corporation Limited FGCL na leseni ya uchimbaji wa kati wa madini
kampuni ya Tanzanite katika kitalu C Mererani kwa kampuni ya Branoni Mining Limited. Katika leseni hizo serikali ina hisa zisizoshuka thamani na delutable 16%. Aidha, serikali kupitia shirika la madini la taifa imesaini hati mbili za makubaliano na kampuni za Dubai kuhusu huduma za uchorongaji wa kampuni ya Buhemba na utafiti, uchenjuaji, uongezaji thamani madini za uzalishaji wa awali wa metali na kampuni ya ACMA. Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo imeendelea kujiimarisha kwenye ramani ya dunia katika nyanja ya diplomasia kama zilivyokuwa serikali za awamu zilizopita. Waziri Kombo katika mwaka mmoja waziri wake ametumia mikakati mbalimbali ya utekelezaji wa diplomasia kwa lengo sio tu la kukuza uhusiano bali pia kukuza uchumi wa nchi kwa kuvutia uwekezaji, biashara na utalii. Makala hii inaangazia baadhi ya mikakati ambayo Mheshimiwa Mahmoud anaitumia kama nyenzo muhimu ya kukuza na kuimarisha diplomasia Tanzania duniani. Ziara za viongozi wa kimataifa nje ya nchi. Ziara ni moja ya nyenzo muhimu za utekelezaji wa diplomasia. Katika kipindi cha mwaka mmoja, Mheshimiwa Mahmoud yeye pamoja na viongozi wenzake wakiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa na mawaziri wengine walifanya ziara katika nchi mbalimbali duniani. Nchi hizo ni pamoja na Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Misri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Ghana, Senegal, China, Marekani, Ubelgiji, Ufaransa, Jamhuri ya Korea, Oman, Japan, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Uingereza. Kupitia ziara hizi, mikataba na hati za makubaliano zaidi ya 60 imesainiwa kati ya Tanzania na nchi hizo katika maeneo ya uwekezaji, biashara, utalii na ujenzi wa miundombinu. Makubaliano hayo yanajumuisha mikataba 36 iliyosainiwa kati ya Tanzania na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati wa ziara ya Rais Samia nchini humo kipindi cha maonyesho ya Dubai Expo 2020, utekelezaji wa mikataba hiyo yenye thamani ya shilingi trilioni 17.8 imeanza na itakapokamilika itazalisha ajira 204,575 ifikapo mwaka 2026. Serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imefanikisha mikutano ya GPCS kati ya Tanzania na nchi ya Kenya, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zambia, Malawi, Umoja wa Falme za Kiarabu na Oman. Wizara inaratibu mikutano ya GPCS kati ya Tanzania na nchi za Namibia, Iran, India na Afrika Kusini. Kupitia mikutano hiyo, Tanzania imesaini makubaliano mbalimbali na nchi hizo pamoja na kutatua vikwazo visivyo vya kibiashara vinavyokwamisha ufanyaji wa biashara na usafirishaji wa mizigo na abiria baina ya Tanzania na nchi hizo. Mahmoud Thabit Kombo ameendelea kufanya mengi katika sekta hizi, ikiwa ni njia mojawapo ya kuhakikisha ukuaji endelevu katika sekta ya utoaji wa mchango katika ukuaji wa pato la taifa, vipato na kupunguza umaskini wa vijana wa taifa hili. Hekima, umoja na amani ni ngao zetu.